Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Karibu katika huduma ya Tumaini Service. Every soul is saved. Mungu anatufundisha leo ujumbe, anasema kadiri tunavyo ukataa ukweli ndivyo tunavyojiongezea hatari ya kutozifahamu na kuzishughulikia changamoto na madhaifu yetu. Kadiri tunavyoukataa ukweli ndivyo tunavyojiongezea hatari ya kutozifahamu na kuzishughulikia changamoto na madhaifu yetu. Tupo kwenye dunia na majira ya jamii ambayo ni ngumu sana watu kukubali ukweli pale wanapokuwa wamekosea, wanapokuwa katika kutenda kinyume na mapenzi ya Mungu, kinyume na makubaliano ya jamii. Ni katika ngazi zote, ngazi za familia, ngazi za kiutawala, ngazi za kiroho. Watu wengi hawataki kabisa kukubali hilo eneo, kwamba ana udhaifu sehemu fulani, ana changamoto sehemu fulani. Kwa hiyo kila mmoja anakuwa na namna ya kutaka kujitetea, ya namna ya kutaka kujikinga, ya namna ya kutaka kukuza mbawa kwamba hana udhaifu wa namna hiyo. Sasa Mungu anafuatilia kila mtu, na Mungu anajua udhaifu wetu, Mungu anajua uimara wetu, Mungu anayajua makosa yetu. Kwa hiyo Mungu anasema kwenye kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari 32, mtaifahamu kweli nayo kweli itawaweka huru. Lakini tunashindwa kuwa huru kwa 100% katika roho, tunashindwa kuwa huru kwa 100% katika mwili, kwa sababu hatutaki kuelezwa habari ya ukweli wetu, hasa tunapokuwa tumekosea, hasa tunapokuwa tunakwenda kinyume, hasa tunapokuwa tunakwenda tofauti na mapenzi ya Mungu na mapenzi ya jamii na makubaliano. Popote pale, iwe ni kwenye ofisi, iwe ni kwenye biashara, iwe ni kwenye familia, iwe ni kwenye huduma. Sasa tukirejea kwenye kitabu cha Methali sura ya 29, tukitazama ule mstari wa kwanza, Mungu anasema aonywaye mara nyingi akishupaza shingo itavunjika ghafla na wala hatapata dawa. Huyu ashupazaye shingo ni nani? Manake ni huyu mtu ambaye anakataa kwa habari ya kukemewa, anakataa kukosolewa, anakataa kuonywa, anakataa kuambiwa ukweli. Kwa anapokataa mambo kama hayo, Mungu anasema kwamba utafika wakati, atafika majira, hicho anachokitegemea, hicho anachokisimamia kama kinga yake, kama mbawa yake, kama ulinzi wake, kama nguzo yake ya kuegemea, kitavunjika. Na kikivunjika, hakuna namna kitapatiwa uzima, kitapatiwa matengenezo. Maanake kinachofuata ni uharibifu, ni mauti. Okay, tukitazama kwenye kitabu cha Methali sura ya 11 mstari wa 2, Mungu anasema kijapo kiburi ndipo ijapo aibu. Na liko wazi, wengi wanaokataa ukweli wao hasi, manake ndani yao kuna kiburi ambacho ndicho kinachowaambia wapinge ule ukweli, wapinge yale maarifa sahihi. Kwa hiyo kule ndani kukishajengeka kwa namna hiyo, Mungu anasema kitakachotokea nje ni kiburi, kitakachotokea nje ni aibu, kitakachotokea nje ni madhara, ni mauti. Ndio maana anasema iko njia ionekanayo kuwa njema machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni mauti. Kwa mtu anapong'ang'ania kupinga ukweli, anapong'ang'ania kupinga kile anachokosolewa, kile anachoonywa, manake ndani yake kuna kiburi kinachompelekea kwenye aibu. Na tumeona mifano mingi kwenye jamii, tumeona mifano mingi. Ukikumbuka kwenye Biblia, ule wakati wa ndugu anaitwa Nabali, mume wa mke aitwaye Abigaili, alikuwa na kiburi ndani yake na ilimpata aibu mpaka akafa.
kiburi cha kuto kushirikiana na mtumishi wa Mungu, kiburi cha kuto kumshirikiana na mfalme wa nchi ambaye alikuwa ni Daudi. Tunakumbuka kiburi pia cha Sauli, alikuwa ni mfalme wa nchi. Tunakumbuka kiburi cha Yezebel. Tunakumbuka viburi vya watu wengi ambao ndani yao walizalisha roho ya kiburi, kuto kukataa kweli, wakapinga mawazo ya watu wengine, wakapinga mawazo ya familia zao, wakapinga mawazo ya wazazi wao, wakapinga mawazo ya ndugu zao, wakapinga mawazo ya watoto wao. Kwa kule ndani kukazaliwa roho asi. Kwa hiyo Mungu anazungumza na mtu fulani kwamba hizi nyakati unataka kushughulikia changamoto, unataka kushughulikia udhaifu ulio ndani yako, kwanza kubali kweli, kubali kukosolewa, kubali kutiishwa, kubali kunyenyekea, kubali watu, mtu, mzazi, mtu yote ule aseme sawasawa na alivyoelekezwa na kweli ya Mungu, ndipo utapona. Alivyoelekezwa na kweli ya jamii, ndipo utapona. Kwa hiyo niendelee kukupa nguvu ya neno la Mungu sawasawa na Waebrania 4:12. Neno la Mungu lina nguvu. Kwa Mungu aendelee kukutia nguvu, mwana wa Mungu, ukubali madhaifu yako, ukubali ukweli katika udhaifu na changamoto ulizonazo, ili uweze kufanikisha njia zako, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Amen.